akikulemea mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mambo yakikuwa ngumu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mateso yote yakiinuka, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Maadui wakiinuka, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Haleluya. Kwenye kitabu cha Mithali mlango wake wa 10 mstari wa 22, Biblia inasema baraka ya Bwana utakirisha, wala haichanganywi huzuni nayo. Bwana asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwokozi wetu mwanao, asante kwa neno lako liko hai Baba wa rehema. Kwenye kitabu cha Mithali mlango wake wa 10 mstari wa 22, neno lako limetuambia kwamba baraka zako mfalme wa ajabu, Mungu wa Israeli, ni baraka zinatajirisha, bali hazichanganywi na huzuni. Baba, siku ya leo naomba kwa jina la Yesu, umetubariki lakini adui ameingia kuleta huzuni kwa hizo baraka. Kwa jina la Yesu ninaondoa huzuni, maana sio sehemu ya baraka zetu. Katika jina la Yesu ninakataa huzuni kwa kazi ya mikono yetu. Ninakataa huzuni kwa nyumba yetu. Ninakataa huzuni kwa masomo ya watoto hawa. Ninakataa huzuni kwa kanisa hili. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, neno lako Baba liko hai, neno ambalo likurudi bure. Siku ya leo Baba yangu, ninatambua kwamba baraka zako hazichanganywi na huzuni, bali baraka zako zinatajirisha. Baba wa mbingu na nchi, naomba kwa jina la Yesu wa Nazareti, kazi tunazozifanya Baba yangu, tufanye tutajirike katika jina la Yesu. Tufanye tufanikiwe kwa jina la Yesu. Baba, mikono yetu ifanikiwe ni kwa jina la Yesu. Kanisa lako Baba lifanikiwe kwa jina la Yesu. Ninakataa huzuni kwa hatua zetu zote, kwa maisha yetu ninakataa huzuni, kwa nyumba zetu ninakataa huzuni, kwa kanisa ninakataa huzuni, maana neno lako linasema Baba, baraka zako utajirisha. Kwa jina la Yesu naomba baraka za utajiri kwa kanisa hili. Naomba baraka za utajiri kwa kanisa hili Baba. Naomba baraka za utajiri kwa wapendwa wa mfalme. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Adui amepanda huzuni, lakini hiyo huzuni naing'oa. Ni kwa mapigo ya Yesu msalabani Kalvari. Ninang'oa huzuni kwa baraka zetu, maana sio sehemu yetu. Neno lako Baba limekataa huzuni, sio sehemu ya baraka zako. Katika jina la Yesu Baba, naomba mfalme wa ajabu, baraka hizi zikambatana nasi Jehova. Penye tutakanyaga tufanikiwe, penye tunaguza na mikono yetu tufanikiwe, tunapowaza tutafakari Bwana tufanikiwe, na sifa na utukufu zikurudie. Wewe ni Mungu mwaminifu, mwenye rehema na fadhili na kweli zako milele. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu mwokozi wetu mwanao tumeshukuru na tumebaraka kwa amen. Yesu haleluya. Amen. Leo Mungu alinituma niambie kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu kama kati tutawacha kusema. Haleluya. Amen. Ile kitu inasema Mungu amenisahau, Mungu amenitupa. Tusiseme hiyo. Bwana asifiwe. Mungu achafurishwa na hiyo maneno. Hiyo maneno inaonyesha kukosa imani na Mungu. Bwana asifiwe sana. So sisi kama kanisa la Mungu, leo Mungu ametuma niwaambie kwamba usiwahi sema Mungu ametuacha. Mungu hajawahi kuacha watu wake. Bwana asifiwe sana. Hata kama unajiona umetenda dhambi, hata kama unajiona ustahili, yeye Mungu kwa rehema ako na wewe. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie kitu na utashangaa sana. Mungu akisema leo aangalie utakatifu wako ndio akwe na wewe, hauwezi kustahili. Mimi siwezi kustahili. Bwana asifiwe sana. Amen. Bali kwa neema na huruma
Bwana asifiwe. Mungu ako na sisi, ndio sababu tumefika siku ya leo. Mungu akikuachilia tu sekunde moja, kuna adui ambaye ako anakuinda. Shetani ni mbaya sana. Ako na magonjwa yanaitwa kansa, ako na magonjwa yanaitwa hata ataki. Inameza, itatafuta tu itameza nani, lakini Mungu ako na wewe, ndio sababu haijakufikia. Bwana asifiwe sana. Unapanda gari hapo nenda town unarudi, lakini kuna mtu anatembea na mguu sekunde amegongwa na amekufa na amesaulika. Bwana asifiwe sana. Mungu ako na wewe. Usiwahi sema Mungu amekuacha. Hiyo neno utoe kwa kinywa chako. Hiyo neno nitoe kwa kinywa changu, maana Mungu hajafurahishwa naye. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine kama sijasahau, kuna ile inafika tunajiuliza maswali mengi. Mimi nitawahi pata suluhisho ya shida zangu? Mimi nitawahi saidika? Nitawahi kama maisha mazuri? Bwana asifiwe sana. Hiyo Mungu ameniambia nikwambie kwamba maisha mazuri utakaa kwa jina la Yesu. Yeye ni Mungu amepangilia. Haleluya. That's why siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti nataka nikwambie kwamba sasa ni wakati wa kumtegemea Mungu. Hata kama unapitia mambo yenye unaona yanakushusha chini, hata kama unaona kuna mambo yanakuvunja moyo, hata kama unaona kwamba msaada wako umekawia, haleluya, lakini Mungu amesema siku inakuja na atakubariki. Bwana asifiwe sana. Wacha nikushangaze kwamba Misri hawakutoka once, hawakusimama tu wamesema tumetoka Misri, hapana. Kuna ishara Mungu alifanya kuanzia ya kwanza hadi zikafika 10. Kwa nini ishara hizi zinafanya? Ni kwa sababu kuna mahali moyo imekuwa mgumu. Mfalme wa Misri hataki kuachilia watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata kama Mungu ametumana. Sasa unakuta ile delay ina delay kwa sababu bado wale watu wanadelayishwa pale watezwe. Sisi wafurahishwe, lakini hawakuondoa imani kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie siku ya leo, usiondoe imani kwa Mungu. Usione kana kwamba wewe hutasaidika, lakini yeye Mungu anaweza yote na utasaidika. Hiyo ndio ujumbe wa Bwana kwako siku ya leo unanisikia. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, nataka tuende kujifundisha maneno haya kwenye kitabu cha Yohana, John 11. Bwana asifiwe. Ili tuone zile hatua ambazo Yesu alichukua, hatua ambazo alichukua wakati alipata habari ya mtu ambaye anaitwa Lazaro. Bwana asifiwe sana. Kuna steps zilichukuliwa mahali pale. Na ili uweze kuelewa kwamba kila kitu kwa Mungu iko na mipangilio yake. Haleluya. Leo unaesalia sana, leo unaweza huzunika sana, lakini kitu ya kustajabisha utakuwa na furaha mingi sana kesho yake. Wewe hujui, mimi sijui, lakini kesho yako Mungu anajua. Bwana asifiwe sana. Mungu amekupangia kesho yako kwa jina la Yesu. Piga Yesu makofi mazuri. Haleluya. Usijidarau kwa sababu umevinyika sasa. Usijidarau, usione hufai kwa sababu huna kitu kwa mfuko leo, hapana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu hata wengine wanapata na wananyanganywa. Kuna mtu aliweza kufanya kazi akajinyima sana, akafikisha kama mamilioni ya pesa, kama shilingi milioni 6. Bwana asifiwe sana. Na kwa bahati mbaya aliweza kunyanganywa zile pesa, ziangukia mikono mibaya. Wale watu wenye aliwaaminia zile pesa walimulaghai. Kwa njia nyingine waliweza kukataa kumpea pesa zake. Wenye aliaminia kusefu kwao, weka hii biashara, simamia hii. Bwana asifiwe sana. Sasa by the end of the day, wacha niwashangaze. Alijikuta ana kitu, lakini alifanya miaka mingi ili apate zile pesa. Lakini hiyo imaanishi kwamba ni mwisho wake, kwamba hatabarikiwa hata kama amenyang'anywa hizo pesa mingi. Bwana asifiwe sana. Maana yeye Mungu wa rehema analeta njia pia ya kurejesha zile mali. Sio, nataka nikwambie nini? Kwa maisha yako siku ya leo nataka ujue kitu moja. Haleluya. Hakuna shida ambayo Mungu hawezi kutatua. Bwana asifiwe. Ndio sababu nataka tujifundishe kuhusu habari za Lazaro zilipomfikia Yesu. Bwana asifiwe. Kuna mipangilio, kuna utaratibu ambao Yesu alichukua mahali pale, hata kama ile habari imemfikia. Tusome Yohana 11 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi mtu mmoja alikuwa wezi, Lazaro wa Betania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Maritha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempenda Bwana, aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa wezi. Basi wale mahumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi.
Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Marita na umbu lake na Lazaro. Haleluya. Amen. Hiyo Biblia, neno la Bwana linatuambia kwamba Yesu aliweza kupata habari. Haleluya. Habari ambayo Yesu amepata ni kuhusu Mariamu na Marita ambao walikuwa karibu sana na Yesu, kuhusu Lazaro ndugu yao. Haleluya. Tunaambiwa kwamba Mariamu aliwahi uzika kwa kumiminia Yesu mafuta, Bwana asifiwe, kwa miguu yake na akampanguza yale mafuta kupitia nywele zake. Alinyenyekea sana Mariamu. Bwana asifiwe sana. Amen. So aliponyenyekea, ile kunyenyekea kwake aliweza kuwa na connected na uhusiano mwema na Yesu. Aliweza kuwa na yani mawasiliano ya karibu na Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. So tunafundishwa nini siku ya leo? Katika utuma hii Mungu ametupea, katika mwito hii wa wokovu tulio naye, Bwana asifiwe, ya kwanza tujifunze kunyenyekea. Haleluya. Tunaponyenyekea, maombi yetu inaenda direct kwa Mungu, inamfikia Mungu haraka. Haleluya. Tunafundishwa na Bwana wetu Yesu kuhusu maombi ya watu wawili. Haleluya. Maombi ya watu wawili, mmoja ni Mfarisayo, mwingine ni mtosha ushuru. Bwana asifiwe sana. Ndio nataka nikwambie umuhimu wa kunyenyekea uko na faida, mpendwa, kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa ule Mfarisayo anamwambia Mungu kwa maombi yake akiwa ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Anamwambia Mungu, mimi ninakutolea fungu la 10. Hakuna kunyenyekea hapo. Ameanza kuhesabia Mungu vile anamfanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Anaambia Mungu, mimi ninafunganga siku langi na kukunywa siku 2 kwa Bwana asifiwe sana. Akaambia Mungu mambo mengi. Haleluya. Kama alienda kuona wale mayatima, anaweza mwambia Mungu, mimi naendanga kuona mayatima. Bwana asifiwe sana. Alafu yule Mfarisayo akaongezea akasema, sifanani kama huyu mtosha ushuru. Bwana asifiwe. Biblia inaendelea kutuambia kwamba ule Farisayo akaendelea kusema, huyu mtosha ushuru wao ni wanyang'anyi, lakini Yesu akatuambia kuhusu vile mtosha ushuru aliomba. Mtosha ushuru akajipiga kifua yake, akaangalia chini, akaambia Mungu, sistahili kuingia kwa kanisa hili lako takatifu, sistahili hata kuinua macho yangu juu. Bwana asifiwe sana. Mtosha ushuru akanyenyekea, hata kama yeye ni mnyang'anyi. Haleluya. Hata kama yeye afungi. Bwana asifiwe sana. Akanyenyekea. Ile kunyenyekea, yule mtosha ushuru akabarikiwa. Haleluya. Siku ya leo tunafundishwa kunyenyekea, itafanya maombi yetu imfikie Mungu. Bwana asifiwe. Ule alipohesabia Mungu vile anatoa fungu la 10 na vile anafunga, Mungu hakujibu kitu. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu anasema sistahili, ananyenyekea, akijipiga kifua na kukubali amekosea, mbingu ilinena baraka. Bwana asifiwe sana. So hiyo ni hatua ya kwanza, tunafundishwa tuwe watu wa kunyenyekea. Haleluya. Ile mafuta Mariamu alimpaka Yesu miguu ilikuwa tunaambiwa na Biblia ilikuwa ya pesa mingi. Kiwango wale wanafunzi wenye walikuwa wajapata ile ufunuo, maana ilikuwa ni ufunuo ya Roho Mtakatifu, walisema si mafuta ingeuzwa kwa waweze kuwawiwa masikini. Bwana asifiwe sana. Lakini hawakuwa wanajua ilikuwa mambo imefichwa katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. Lakini hapa kupitia ile nyenyekevu ya Mariamu ako connect, anatuma ujumbe kwa nani? Kwa Yesu, na inafika direct. Bwana asifiwe. Unyenyekevu wako itafanya maombi yako isizuiliwe. Inaenda direct. Bwana asifiwe sana. Amen. Ilipofika pale tunaambiwa tusome mstari wa 6. Inasema hivi, basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale alipokuwapo. Bwana asifiwe. Amen. Ndio sababu ninakujibu hiyo ambayo unaona kwamba wokovu wako unajiuliza maswali kimoyo moyo. Mimi nitasaidika kweli? Mimi nitapata suluhisho hii mambo napitia kweli? Nataka nikwambie sasa suluhisho yako hii
iko. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alikaa pale siku ngapi? 2. Na ujumbe umeshafika. Lazaro hawezi. Wakati wa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Tunapofundishwa kuhusu muujiza wa kwanza Yesu alifanya mahali wanaita Ghana ya Galilaya. Bwana asifiwe. Amen. Uko Ghana ya Galilaya ndio Yesu alianzia muujiza ambao alifanya kwa harusi. Bwana asifiwe. Amen. Na huo muujiza aliweza kubadilisha maji yakawa nini? Divai. Bwana asifiwe. Amen. Huo ndio muujiza wa kwanza Yesu alifanya. Na Yesu ni kwa Biblia inaandikwa muujiza wa kwanza, lakini utakuta kuna miujiza mingi alifanya. Kwanza kuna mahali penye Yesu wakati Roho wa Mungu anamuongoza kusoma neno la Mungu katika kanisa, akawaambia, nimemwagiwa mafuta niwahubirie masikini habari njema. Bwana asifiwe. Niwapake mafuta vinonda vyao, niwagange majeraha zao. Unajua walitoka nje na hasira. Wakati aliwaambia neno limetimia, wakataka kumtupa wapi? Kwa kinara. Yaani kutoka kwa mlima, shimo kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Mtu akirushwa kutoka mahali pale hataweza kupona. Haleluya. Lakini wakati walipotaka kumtupa, Yesu alipotea. Alitoweka. Hawakumuona. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni aina ya miujiza ambayo wengine haikuhesabiwa kama imeshafanyika. Haleluya. Lakini ni miujiza. Wakati mnashika mtu anapotea kwa mikono yenu, mnaenda kumtupa hayuko, anapotea. Sio ni muujiza? Hivyo ndivyo Yesu alifanya wakati anaanza kuhubiri. So, tunaambiwa muujiza wa kwanza huko Ghana ya Galilaya, kubadilisha maji kuwa divai. Haleluya. Amen. Wakati divai iliisha, mama alienda akamwambia Yesu, akamwambia divai imeisha. Akamwambia mama, ngojea, tulia wewe, enda wachana na hiyo maneno. Enda. Mama akaambia wale wanafunzi, chochote ambacho atawaambia nyinyi fanya nini? Sasa divai kutengenezwa hapo immediately wakati imeisha? Hapana, ilipewa time. Bwana asifiwe sana. Amen. So siku ya leo ambayo unajiuliza maswali kama mimi nitasaidika kweli, mimi nitaokolewa kweli kwa hii mateso ngumu, wacha nikwambie, Mungu ameshaandaa ukombozi wako, umeshafika. Hata kama unaona bado unateseka, lakini ukombozi wako umefika. Kupanguzwa machozi kwako imefanya nini? Imefika. Hata kama bado unalia. Haleluya. Amen. Yes. Misri Farao anafanya moyo kwa mgumu, ishara imefanyika ya kwanza, lakini bado wamekombolewa. Makusudi ya Mungu lazima itimie. Bwana asifiwe sana. Hata kama walipeleka nguo yako kwa mchawi, lazima ubarikiwe kwa jina la Yesu. Baraka zako lazima zitimie. Bwana asifiwe. Haijalishi ni nani anakupinga, lazima ubarikiwe. Mungu ameahidi kubariki, lazima anabariki. Yesu mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Hakuna mwanadamu atamzuilia kuyatimiza mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hapa wakati Yesu amekawia siku ya pili, achaenda siku 2 zimeisha, Lazaro maumivu yake ilizidi. Tuendelee kusoma mstari wa 7. Biblia inasema nini? Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, tuendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa mchana si 12? Mtu akienda mchana hachikwai, kwa sababu aona nuru ya ulimwengu huu. Bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamusha. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa imefika ni wakati Yesu anaenda wapi? Haleluya. Amen. Wakati anaenda kwa Lazaro ili aweze kumwamusha, anasema amelala, aende kumwamusha. Amekawia siku ngapi? 2. Achaenda. Hii siku 2 sasa Yesu katika ulimwengu wa kila shaona Lazaro amelala, yani amekufa. Bwana asifiwe sana. Sasa anaenda kumwamusha. Sasa angalia kitu hapo. Hii ujumbe ilifika kama Lazaro achafanya nini? Achakufa. Sasa Yesu amekawia, Lazaro amefanya nini? Amekufa. Sio kama kuna kitu nashika hapo. Sasa hapa unaona Yesu angeza kwenda mponye, sio kitu ngumu. Angeza kwenda mponye. Lakini Mungu anaandaa
Lazaro asiponywe tu afufuliwe, ili imani ya wale watu inuliwe kiwango kingine. Bwana asifiwe sana. Ili nguvu za Mungu ziweze kujidhihirisha kiwango ya juu, adui aweze kuaibishwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa mahali hapa upande mwingine, wale Mariam na Marita sasa wamejua ndugu yetu ashakufa, ameshasaulika. Bwana asifiwe. Tunapoendelea kidogo, kuna vikwazo ambazo walikuwa wale wanafunzi wanamwambia Yesu, sasa sisi ulikuwa unataka kupigwa mawe kule. Sasa kwa Wayahudi hao wanataka kupiga mawe. Tena unataka kurudi huko. Anawaambia, saa ya mjana ni 10 na ngapi? Na 2. Bwana asifiwe. Ni lazima uende wakati unaenda kwa nuru, unaona penye utapita. Bwana asifiwe. Lakini ukienda usiku hautaona unaenda wapi. Wacha tusaidiane sisi tulio mahali hapa siku ya leo. Mahali pengine ukisikia mchana na usiku kuna dhambi na matendo mema. Bwana asifiwe sana. Wakati wewe ni mwenye haki, unatembea kwa nuru. Bwana asifiwe. Wakati unatenda maovu, unatembea gizani. Bwana asifiwe sana. So leo tunapewa ufunuo kwamba ambaye anatembea mchana anaona penye anakanyaga. Bwana asifiwe. Bali aendaye usiku kwa giza haoni ataenda wapi. Atajikua na ataumia. Haleluya. So siku ya nataka niseme nini? Ule unyenyekevu wa Mariamu na Marita. Bwana asifiwe sana. Uliwafanya kwa wenye haki wakae katika nuru. Haleluya. Sasa Yesu anafundisha, na wakati mwingine Yesu anafundisha kwa mfano, ili ufalme wa mbinguni umekuja kwetu sisi wenye hatujui, ili atufananishe tuweze kuelewa. Bwana asifiwe. So leo nataka tuseme nini? Siku ya leo kuna mambo yanaweza kuwa ni magumu, kuna mambo yanaweza kuwa yanavunja moyo, kuna mambo yanaweza kuwa ni vikwazo, lakini wacha tuwe wenye haki mbele za Mungu. Tusitende uovu kwa sababu tumepata shida. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mambo yamekuwa magumu, tuanze kufanya mambo ambayo yanatutoa kwa Mungu, tuweze kutembea kwa giza penye tutaumia. Bwana asifiwe sana. Hata kama kutakuwa vile kutakuwa, wacha tutembee katika nuru. Bwana asifiwe sana. Maana tukitembea katika nuru, Roho wa Mungu atatusaidia. Tutaona penye tutapita. Bwana asifiwe sana. Tutapata nguvu hata ya kunena na Mungu. Tutapata nguvu hata ya kuomba. Wacha hata kama ni nini imefanyika, tuwe na Yesu Kristo katika matendo mema. Hebu tusome mstari wa, tumefika mstari wa ngapi? 11. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. 12 nasema hivi, basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa ananena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Bwana asifiwe sana. So ndio hapa Yesu anatufundisha. Yaani anapoongea saa zingine tunakosa kufanya nini? Kuelewa. Ndio sababu anapenda kwa mifano. Yeye anapoongea kulala anamaanisha yeye ule Lazaro amekufa, lakini kwa sababu ya nuru, yaani haki ya matendo. Bwana asifiwe sana. Amelala. So nataka nikwambie siku ya leo. Haleluya. Mtu wa Mungu akuange amekufa, anakuanga amelala hata kama utaona amekufa, kwa sababu matendo mema itakusimamia awe hai. Bwana asifiwe sana. Lakini mtu mwovu anakufa kwa sababu ile matendo maovu inampeleka katika hukumu ya kuangamia. Bwana asifiwe sana. So siku ya leo kwa maisha yetu tunaoyaishi, hata kama tutaona tunaishi maisha ya aina gani, tujue kuna utaratibu, kuna hatua zinaendelea. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu nataka tuelewe hapa, siku zinaendelea kusonga, wakati wanapata ujumbe Lazaro hawezi, ni mgonjwa, siku zinasonga. Sasa imefika mahali wanaenda, siku zinaendelea. Bwana asifiwe. So kufika mahali pale ni kama siku ya 3. Wacha tuone 14 tuone. 14 tusome 14 nasema nini? Nasema, basi hapo Yesu akawaambia wazi Lazaro amekufa. Sasa Yesu akawabali kuwapea ufunuo kila baada anaongelea. Lazaro sio kulala amelala usingizi, lakini amefanya nini? Amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku wako huko ili mpate kuamini. Haleluya. Lakini na tuendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni sisi ili tuwe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4.
Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hapo nataka nikuonyeshe kwamba Mungu ako na mipangilio ya kufanya mambo yake. Kile ambacho nataka kusema ni usitoke kwa Mungu. Usiache Mungu. Haleluya. Amen. Tusimame na huyu Mungu, tumkatalie huyu Mungu. Wacha nikushangaze kitu moja. Unaona kuna watu wanaabudu miungu ambayo ina nguvu. Lakini huyo mtu ukijaribu kumshawishi awache hiyo miungu yake yenye ina nguvu na ina uwezo, hata kama anaona miungu yake imelemewa, bado anainama huko. Bwana asifiwe sana. Itakuwaje sisi ambao tunamwabudu Mungu aliye hai, Mungu ambaye hawezi lemewa, Mungu ambaye ni hodari kwa vita? Bwana asifiwe sana. Wacha tusimame na huyu Mungu. Kwa maana tumeona, tumesikia matendo yake. Bwana asifiwe sana. Yeye ndiye alitoa Danieli kwenye tundu la simba. Yeye ndio aliweza kuwatoa Meshaki, Shadraka na Abednego kwenye tanuru ya moto. Bwana asifiwe sana. So huyu Mungu ambaye tunaongelea, huyu Mungu ambaye tunamuomba, ako na matendo na tuko na ushuhuda wake. Afadhali huyu Mungu ambaye tumeona matendo yake kuliko yule ambaye anapipa Mungu ambaye ni kijiti, ambaye hana ushuhuda, ambaye hajui kile ambacho amewahi tenda. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu amesaliwa tu akapewa kijiti, akaambiwa kijiti ndio Mungu, na akaamini hivyo, na kumtoa huko ni ngumu. Bwana asifiwe. Ni heri wewe ambaye unajua Mungu wa ukweli, ambaye umeona matendo yake makubwa ikifanyika. Bwana asifiwe. Amen. So nataka kusema hivi, tuwe watu kuwa na kitu ni uvumilivu. Kwa sababu siku tunapoendelea kusoma katika kuvumilia, basi hapo ndio Mungu naye anaendelea kukaripia kwetu tuweze kufikia uponyaji kwa yale ambayo tunayapitia. Biblia inasema tusome mstari wa 19. Tuanzie 17. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuamo kaburini yapata siku 4. Na Betania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomuomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Martha anakimbia, anaanguka miguuni pa Yesu wakati anasikia Yesu amekaribia kwa Betania kwa ajili ya Lazaro. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu sasa alishajua Lazaro ameshakufa, na kwa vile wanadamu tunavyojua mtu akikufa mambo yake imefanya nini? Imesaulika. Kumbe sio hivyo, Mungu anajua. Bwana asifiwe. Yesu yeye anaona kufufuka kwa nani? Kwa Lazaro. Lakini Martha yeye anaona ameshakufa. Bwana asifiwe sana. Amen. So mahali hapa nashukuru Mungu sana kwa sababu Yesu bado anafundisha Martha kuhusu kufufuka kwa Lazaro, hata kama amekufa, amezikwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo ndio sababu siku ya leo ninakuambia, kwa jina kula Yesu wa Nazareti, bado baraka zako ziko, hata kama umeona uwezi, hata kama umekata tamaa, hata kama umefika mwisho, bado kuna furaha yako. Haleluya. Amen. Bado kuna kupanguzwa machozi kwa ajili yako. Kwa jina la Yesu. Ndio Yesu anatufundisha siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Martha anaona kweli sasa amezikwa, sasa haiwezekani tena. Naye Yesu anaona anafufuka awe hai. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Napenda Yesu sana. Hii ndio inafanya saa zingine mnaona nasikia tu kumwimbia huyu Mungu kwa sababu ya matendo yake makubwa. Haleluya. Sikiza kile anatuambia mstari wa ngapi? Tumefika ngapi? Basi Martha aliposikia, basi hiyo ni mstari wa 20, sikia. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja kwenda kumlaki, na Mariamu alikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yeyote utakayomuomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako
atafufuka. Marita akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa Marita alitransfer ile ufufuo Yesu anamwambia ya leo iende siku ya nani? Ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka nikuambie kitu siku ya leo. Ile muujiza Yesu alifanya wakati ule wa Marita na Mariamu pamoja na Lazaro, aifanye kwetu siku ya leo. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mambo tunajaribu kuimagine mpaka sasa tumesema pengine Mungu akuje kubariki kwa watoto wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Anaweza kukubarikia na wewe na abarikie na watoto wako pia. Baraka za Mungu asikomi na asiishangi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu anateseka mpaka sasa anasema sasa mimi ndio watoto wangu wasiteseke kama mimi. Lakini ujumbe kwako siku ya leo ni kwamba hautaishi ukiteseka. Mungu anabadilisha hiyo majira kimiujiza. Vile yeye ni Mungu wa maajabu na miujiza na ishara. Bwana asifiwe sana. Anaitwa Mungu wa Musa, Mungu wa Yoshua, Mungu wa Gideoni, Mungu wa manabii na mitume. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kuna mambo unajaribu kufikiria, unaona pengine itafanyika usehemu, itafanyika kwa watoto ama kwa wajukuu, lakini wacha ushangae siku ya leo. Yesu aongelei baraka ambazo zitakuja siku zile ambazo pengine umesema unatembea na mkwaju ile fimbo. Hapana. Baraka za Yesu siko na uwezo wa kukufikia leo hii, hata kama unaona hakuna njia, anaweza kutengeneza na njia. Haleluya. Kuwa na tumaini, kuwa na maono mapya na mawazo mapya kwa sababu ya Yesu. Aliyeitawanya bahari ya Shamu ni Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Aliyeleta maji katika mwamba ni Mungu anayeishi. Bwana asifiwe sana. Na hata leo anatenda kwa jina la Yesu. Na tuendelee tumiujiza ya yale mambo unaona yatadelay yaweze kuharakishwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema mstari wa 27 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi atakapokufa atakuwa anaishi. Haleluya. Amen. Ikabidi Yesu aanze kufundisha sasa, akasema mimi ndimi ufufuo. Yesu ndiye ufufuo. Bwana asifiwe. Yesu huyu ndiye baraka. Yesu ndiye mkate wa uzima. Yesu ndiye chemchemi ya maji ya uzima, ni yeye. Haleluya. Dhahabu na fedha ni yeye amezifanya. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndiye kila. Anasema sasa, anafundisha sasa mimi ile nguvu ambayo unatarajia zile siku ambazo zitakuja ni mimi bado Yesu huyu. Bwana asifiwe sana. Huyo Yesu anazetu naye muomba. Yeye ndiye kila kitu, ndiye anatufundisha siku ya leo. Sasa siku ya nataka mimi na wewe tuweze kuchukua hatua mpya. Tujue kwamba ile mambo tunaona kwamba tunafaa kufanywa next year, tujue huyu Mungu tunamuomba yeye ndiye yako leo. Abadiliki. Bwana asifiwe. Nguvu zake asipungui, nguvu zake si eti haziko, akona nguvu hata sasa. Ile kitu unatarajia kufanyia next year anaweza ifanya hata leo kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Sio lazima next year ifike ndio aifanye. Sasa hapa naambia huyu Marita. Sasa sio lazima zile siku za ufufuo zifike ndio lazima akafufuka. Anaweza kufufuka hata sasa. Bwana asifiwe. Tena atalete kuelewa upya, tuweze kumuelewa upya. Tuelewe huyu Mungu wetu upya siku ya leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Sababu sasa ingine tunamuelewa vibaya. Unajua ndivyo walifanya wakati wa Israeli. Anawapia chakula wanakula na hakukuwa na chakula. Maji kikosa wanaona kana kwamba hata uwezana na maji. Wanaanza kusema sasa Mungu sasa unaona sasa maji hakuna, kulalamika. Badala wajue kwamba kama aliweza kutupea chakula ni maji atashindwa. Bwana asifiwe sana. Yeye ndiye Mungu bado abadiliki. Zile nguvu za kukupea maji zilileta chakula ndio zitaleta hata na maji. Bwana asifiwe sana. Zile nguvu ambazo ziliponya ndio zitafungua milango pia ya baraka. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wameponywa na Mungu magonjwa ya kutisha, lakini watu hawana pesa, wanaona kana kwamba Yesu hawezi kuwapea pesa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wacha niwaambie kwamba hiyo nguvu yenye ilikuponya ndio bado itakupea pesa. Kwa maana hiyo nguvu ibadiliki na iishi kwa Mungu. Haleluya. Amen. Wacha tuendelee mbele. Some 26 nasema nini? Naye kila aishiye na kuamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faraghani, akisema,
mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwamo akalipo pale pale alipomlaki Marita. Basi wale Wayahudi walipokuwa hapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, alimfuata, huku wakidhani ya kwamba anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwa hapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwa hapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kibovu hakuweza kumfanya na huyu asife? Bwana asifiwe sana. Sasa hapa ndio sababu Yesu alikawia asiende haraka kufanya nini? Kumponya Lazaro akiwa hajakufa. Kwa nini? Kwa sababu wale watu waliona akiponya mtu akiwa kipofu anaona, mtu akiwa kiwete anafanya nini? Anatembea. Lakini habari ya kufufua walikuwa bado hawajasikia. Bwana asifiwe. Amen. Sasa imebidi aweze kudelay ili wakati atafika pale ufufuo ile uonekane, basi imani nyingine iongezeke, nguvu zingine zishuhudiwe kwamba huyu hata kufufua anafanya nini? Anafufua. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hapa wengine walianza kusemezana, wakasema huyu si aliponya ule kipofu, sasa analia. Sasa hakuweza kuzuilia huyu asife na aliponya upofu wa yule mwingine. So watu waliweza kuongea mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie hivi, Mungu ajidhihirishe kwa yale ambayo yanafanya uongelewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili nguvu za Mungu zionekane kwamba anaweza kutenda hata kama ni ile wameona imekaa sana. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Yes. Huyu Yesu Kristo wa Nazareti, Mwokozi wetu, mwana wa Mungu aliye hai. Si eti angeweza kwenda direct wakati ameitwa Lazaro ni mgonjwa, angeweza, lakini amedelay ili nguvu za Mungu zionekane. Haleluya. Usilalamike, usikate tamaa, usimwache Mungu. Atumepitia, umefinyiliwa, mambo ni magumu. Ameacha hivyo ndio wakati atakutoa pale uwe na ushuhuda. Bwana asifiwe. Imani ya wengi ongezeke. Kuna leo matajiri wanakuambia alikuwa chokora pete wewe. Iko ushuhuda ya mtu niliwahi amekuwa chokora. Sasa nataka uanze kupiga picha kukua chokora na mtu leo anaendesha gari la Fiat. Bwana asifiwe sana. Sio kitu rahisi. Nimesikia ushuhuda sio mmoja sio wawili. Haleluya. So unapoona unateseka, usiseme Mungu amekuacha, usione hautasaidika, usione haufai, usione haustahili, usione kana kwamba wewe Mungu hakupendi. Hapana. Bwana asifiwe. Kila wakati unaona Mungu amekuamsha, hiyo ni hatua ya upendo. Ukiona uko na afya na uhai, hiyo ni hatua ya utajiri. Bwana asifiwe. Ukiona uko na amani na furaha na familia yako, hiyo ni hatua ya kufikia mafanikio ya furaha yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie kwamba Yesu wote walilia sana wakimwambia, ungelikuwa hapa ndugu yetu Lazaro angalikufa. Bwana asifiwe. Lakini Yesu amefika ili nguvu za Mungu zionekane. 38. Basi Yesu aliakivua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Marita dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Haleluya. Sasa inabidi mpaka Yesu tena mpaka imefika mahali muujiza ifanyike, tena anarudi nyuma kufundisha. Hivyo ndivyo Wakristo asingine tunafikia. Bwana asifiwe. Lakini huyu Mungu yeye anatuvumilia sana.
Haleluya. Hata kama tutasema tufungulie, yeye Mungu anatufungulia zaidi. Anatuelekeza hii kidogo dakika mbili tumesahau tumewacha. Tumeanza kulalamika, tumeanza kucomplain, tumeanza kukimbia hapa na pale. Anashinda tena watoto wangu wameenda wapi? Anatuvumilia, anatuita tena, anatushika mkono, anaturudisha tena kwa imani. Sasa hapa Marita ameambiwa Lazaro atafufuka. Ameasema atakuja kuvuka siku ile ya ufufuo. Lakini Yesu amemwambia mimi ni siku ya ufufuo atafufuka. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa anaambiwa aje iondoeni jiwe. Anasema hapana, ananuka sana siku ile. Amesahau kile ambacho Yesu ameanza, amekuwa amemrudisha. Sasa ikabidi Yesu amrudishe nyuma tena, anamwambia aje mimi sikukuambia. Haleluya. Sikia anasema aje, hiyo ni mstari ya Yesu akamwambia mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Haleluya. 41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaotulia nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Bwana asifiwe sana. 43 nasema, naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sada miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni muache aende zake. Piga Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. So kufikia mahali hapo, nataka nikuambie kwamba usijiulize maswali tena. Kwamba umechelewa kuokolewa, umechelewa kubarikiwa, umechelewa kujibiwa maombi. Wacha kulalamika, wacha kunungunika, wacha kinywa chako kisiseme tena Mungu amekuacha. Maana hiyo ni kujidanganya tu, unajidanganya. Mungu akikuacha huwezi kuwa hai. Mungu akikuacha huwezi kaa disali moja. Mungu akikuacha huwezi hata kukula chakula. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini siku ya leo nataka nikuhakikishie kwamba Mungu ako na mipangilio. Ndio kwa sababu umeona hatua zimeenda mpaka imefikia sasa Lazaro amekufa, imefika sasa Lazaro amezikwa, imefika sasa Lazaro ni kufufuliwa. Muda ulikuwa umesonga sana, lakini baadaye makusudi ya Mungu iliweza kutimia. Bwana asifiwe. Nataka nikuambia habari njema, hakuna kile ambacho kitamzuilia Mungu makusudi yake kutimia kwa maisha yako. Kama alisema ni ndio, maisha yako yatafanikiwa. Hakuna mwingine atapinga tena. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Amen. Fikisha neno hili mahali hapo siku ya leo. Bwana asifiwe. Na liwe neno la baraka kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Wacha tusimame kwa miguu yetu. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa